Habari ya kutwa wapendwa, natumaini wazima na kila mmoja amekuwa akipambana kuhakikisha afya yake inakuwa salama na kuwa na uwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi au kutimiza ndoto zake au kutimiza wajibu ambao wanao au kufurahia mafanikio ambayo ameyapata. Sasa leo tukiwa na muendelezo darasa, ikiwa ni darasa la 20, ni katika muendelezo wa series wa darasa 100 ambayo mwanamke anapaswa kupewa au mafundisho, lakini jamii pia inapaswa kufundishwa. Mimi nikiwa natoa video 100 ambayo ni kutokana na maswali ambayo nimepokea kupitia magrupu ambayo nafundisha WhatsApp ya siri iliyojificha katika hedhi. Kwa ni vitu ambavyo ni vya msingi sana, na kwa mwanamke ambaye anafuatilia katika mitandao ya kijamii, nimekufikia kwa mtindo nimekufikia kwa mtindo huo kwa sababu najibu kile ambacho watu wanapitia au najibu kile ambacho nimeulizwa na watu wengi, lakini wewe pia kwa sababu hujafikiwa au hujaingia katika grupu langu, ni vyema basi ukapata haya mafunzo na kuweza kuwa salama kabisa. Ikiwa ni series ya video 100, ni kama kwangu shukrani kwenu na kuwapa zawadi ya happy birthday ambayo itakuwa salama na kwenu. Unaweza kuniwisha hapo chini, au kama utakuwa na changamoto kuhusiana na hedhi unaweza kuniuliza na kuhakikisha afya yako inakuwa salama zaidi. Sasa ikualisha na kuhala, ikiwa darasa la 19 tumeeleza namna gani ambapo mwanamke anatakiwa na hali ya kichefuchefu, na tukazungumzia homoni 3 ambazo zinahusika na kupelekea mwanamke kuweza kupata kichefuchefu, ambayo homoni ya kwanza ni prostaglandin, lakini homoni ya pili ni estrogen na progesterone, ambayo ni homoni ambazo zinahusika na masuala ya mfumo wa hedhi wa mwanamke au mfumo wa uzazi kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tunachokiongelea hapa ni kwa sababu gani mwanamke huwa anapata hali ya kichefuchefu ya kuhala wakati ambapo anakuwa katika hedhi, au anashindwa kupata choo ambapo atakuwa katika hedhi. Nini kinasababisha? Inawezekana ni miongoni mwa watu ambao wanapitia changamoto, au ndugu yako anapitia changamoto, au jirani yako anapitia changamoto, au mwanao ambao unaishi naye pale nyumbani, au mwanao ambaye yuko shuleni au yuko hapa na kuhadisia kwamba anapitia changamoto ya kuhala wakati wa hedhi, natamani kumsaidia. Wengine mmekuwa mkiwapa flaji na matatizo mengine au njia mbalimbali nyingi ambazo zinasaidia kupata kuharisha na kushindwa kupata choo. Kuharisha na kukosa choo wakati wa hedhi ni kawaida? Swali la kwanza ambalo lazima ujiulize, ambalo jibu lake ni ndio, ni kawaida. Wanawake wengi wamekuwa wakipitia hiyo hali, ambapo mara nyingi inasababishwa na homoni ya prostaglandin ambayo huathiri utumbo kwa namna moja ama nyingine, ambapo hii prostaglandin inafanya kazi ya kuweza kufanya utumbo wa uzazi ujikunje au mfuko wa uzazi ujikunje na kuruhusu ile ngozi ya juu ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kuruhusu mimba kukua, na ile damu ambayo imetengenezwa kuweza kutoka, ndipo ambapo mwanamke anahisi hedhi. Kwa hiyo inajikunja ili ijivue ile gamba la juu na kuweza kuruhusu ngozi mpya na damu mpya iweze kutengenezwa na kuwa na afya bado kwa salama kabisa. Kwa hiyo inapokuwa nyingi, kwa maana yake mwanamke atahisi maumivu makali kwanza. Ndio sababu ambayo inaipelekea wanawake wengi sana kuhisi maumivu makali wakati wa hedhi. Lakini inapokuwa nyingi, huwa inaenda katika mfumo wa damu na kupita katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, ambapo mwanamke anaweza kupelekea tumbo lake likajaa gesi au tumbo lake kajisi kushiba muda mrefu na kushindwa kupata choo, au wengine kurahisisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea kuharisha mara kwa mara. Nafikiri kama nitapitia message ambayo nitakuwa nayo, naweza nikakuonyesha huyo mtu ilikuwaje au swali lake lilikuwaje na kupelekea kuuliza swali, na mimi leo nimekuja kuwajibu hapa. Lakini wengine hupata kuharisha na wengine hupata kufunga choo. Hii nimelisema, na hizi dalili moja hapo, ikiwemo nyingine ni kuharisha au kupata jasho jepesi wakati wa hedhi. Lakini homoni husababisha, ni homoni gani ambazo nimesema? Progesterone ikiwa hii ya kwanza, na nyingine mbili ambazo ni estrogen na progesterone. Hizi ni homoni ambazo zinahusika na kuweza kusababisha haya yote, masuala kuharisha na kuhala. Kwa sababu inapelekea hivi, kwa sababu inaposhuka mfumo wa mmeng'enyo wa chakula unashindwa kufanya kazi na unakuwa kama vile umesimama na kupelekea mwanamke anashindwa kupata choo, au mfumo wa chakula haufanyi kazi vizuri na mwanamke anashindwa kupata choo. Maji mengi na lishe ndio yanasaidia kuweza kupunguza hizo dalili, au kufanya mazoezi wakati ambapo mwanamke anaelekea kwenye hedhi au wakati ambapo atakuwa katika hedhi, ili kusaidia kuweza kupata choo na kusaidia kurudisha ile hali au nutrients au madini ambayo umepoteza wakati ambapo unakuwa katika hedhi. Kwa maji na chakula ndio unasaidia kuweza kurudisha mwili wako vizuri na kuwa katika afya na kuwa katika mpangilio ambao utakuwa salama zaidi. Mwili wa binadamu au mwili wa mwanamke unategemeana, au mifumo imekuwa ikitegemeana. Kwa hiyo inapotokea katika mfumo wa uzazi, basi itakuwa karibu na mfumo wa mkojo na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, ambao mara nyingi lazima mwanamke apate hii hali ya kuharisha au apate hali ya kukosa choo, na wengine wamekuwa wakipata hali ya kichefuchefu ambayo nimeeleza katika darasa lililopita. Na kama hujafuatilia
Ni swali la 19 ambalo nimelifafanua hapa. Nimeomba ukarejea, lakini usisahau kulike, kushare, subscribe na kuweza kupata madarasa haya mengi zaidi, ikiwa series ya madarasa 100 ambayo itakuwa msaada kwako na kwa watu wote wanaokuzunguka. Asanteni na mpaka wakati mwingine.